أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وادفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا من علم نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وبارك لنا فيه. Ikiwa tunaendelea biidhnillah na kitabu chetu Hilyatu Lubbil Masuni ala Jawharil Maknun, kitabu cha al-Allama Ahmad Damanhuri, na biidhnillah ikiwa tulielewa somo la kwanza, leo tunaendelea katika sehemu ya muendelezo wa himdi ya shekhe katika sehemu ya ubeti namba 3. Ubeti wa 3 unaosema fa absaru mu'jizata al-Qur'ani wadihatan bisati'il burhan. Leo ndo somo letu litakuwa katika ubeti huu biidhnillah. Ikiwa tulielewa kule mwanzo katika sehemu ya kwanza, ubeti wa kwanza na ubeti wa pili, na kama kutakuwa kuna ambaye bado kuna ishkal, basi atauliza ili tuweke sawa baada kuwa tumemaliza somo hili la muda huu insha Allah, kwani alkamalu lillah, ukamilifu ni wa Allah na sote tuna madhaifu. Tunamwomba Allah tupe tawfik. Amesema tukitafsiri kwanza, fa absaru, basi wakaona kwa nyoyo zao, si kwa macho haya kawaida, wale wanazuoni. Mu'jizata al-Qur'ani, mu'jiza wa Qur'an. Wadihatan, kwa hali ya wazi kabisa. Bisati'il burhan, kwa kudhihiri dalili, kupitia kudhihiri dalili, kwa kuenea dalili, kwa kuwa wazi dalili. Kama kawaida yetu tunasoma maelezo ya shekhe, alafu baadaye tutarudi kurudia tena kwa mara ya pili kwa ajili ya kuweka baadhi ya maelezo yataweza kutusaidia kuelewa somo. Kwa tunaendelea kusoma kama alivyoandika shekhe kwenye kitabu. Kwanza amesema shekhe, aqul, nasema alfa'u, hiyo fa ilipoanza hapo fa absaru, ndio anasema alfa'u, hiyo fa tafri'iyya, ni fa'u tafri'iyya. Nini maana ya fa'u tafri'iyya? Yani ni fa'u ya far'u, ya tawi ya yale yaliyo kuwa kabla yake huko nyuma huko, tutakuja kueleza katika ufafanuzi wa hatua ya pili. Kwa hiyo uelewe tu kwanza hiyo ni fa'u tafri'iyya. Nini fa'u tafri'iyya? Tutakuja kueleza. Wal muradu bil absari huna alqalbi, na mradi wa kuona hapa katika sentensi hii ameposema fa absaru, ndio anasema wal muradu bil ibsari, kwa maana ya kuona huna hapa
alqalbi ni kuona kwa moyo, na tumewahi kuzungumza sana kuelezea kwamba masala ya kuona kwa moyo, Allah subhanahu wa ta'ala katueleza sana kwenye Qur'ani masala haya ya kuona kwa moyo. Kuna watu ni vipofu kabisa wa macho haya ya kawaida, lakini macho yao yanaona, sio vipofu wa macho ya moyoni. Kwa hiyo wanaona na wanafanya mambo makubwa kuliko wale wenye macho ya kawaida. Alafu pia kuna watu wana macho haya ya kawaida ya kuangalizia ugali na mambo mengine, lakini ni vipofu wa nyoyo. Sasa hawa haiwasaidii kitu. Haya macho ya kutizamia ugali hayana msaada. Kwenye Qur'ani imeeleza, imesema katika surati al-Hajj 46 kwamba afalam yasiru fil ardi, hivi hawasomi wakaona? Afalam yasiru fil ardi, hivi hawatembei duniani wakasoma? Yani kule kutembea ni kusoma, na kutembea hapa ni kwa maana zote. Kuna mtu amekaa tu mahala pamoja lakini anasoma, kwa maana ya kwamba anasafiri kwenye vitabu vya aina mbalimbali. Kwa kusafiri sio lazima ufunge safari ya gari utoke hapa uende sehemu fulani. Afalam yasiru fil ardi, hivi hawatembei ardhini? Kwa maana zote, kutembea katika nchi mbalimbali, kutoka hapa kwenda kule, lakini pia hata kusoma tarehe ya vitabu mbalimbali vya ulama na kazi walizozifanya, mahala walikoishi, pia ni kutembea huko. Fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha, ili wawe na nyoyo ambazo zitatambua kwa nyoyo hizo yale ambayo watakuwa wameyaona katika safari zao, ima safari za kusafiri kwa maana ya kawaida, kufunga safari kwenda sehemu mkoa fulani, nchi fulani, ama kusafiri kwa kusoma, pia ni safari. Utaelezea mambo ambayo ya zama hizo wewe haukuwepo, lakini kama ulikuwepo. Kwa nini? Kwa sababu ulisafiri kwa kusoma. Kwa pia katika kufasiri, usiishie kufasiri tu kwa kupanda magari na ndege. Kusafiri duniani hapo kuna safiri kwa maana zote. Kila chombo chenye kukusafirisha ili upate kusafiri ukayaone kule ni usafiri. Pia hata vitabu, na ndio usafiri mkubwa zaidi. Waweza kuishi kwenye nchi yako lakini usijue hiyo nchi yako kabisa. Kwa sababu ya nini? Hukusafiri katika vitabu kufuatilia tarehe ya ilmu ya ambayo imeelezea tarehe ya nchi yako. Akatokea mtu wa nchi nyingine akaijua tarehe ya nchi yako kuliko wewe mwenye nchi. Kwa nini? Kwa sababu yeye kasafiri kwa vitabu, sasa kusoma zile tarehe. Kwa kusafiri hapo ni kwa maana hizo zote mbili. Fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha, ili wawe na nyoyo ya watazingatia, yani nyoyo zenye kuzingatia, kwa maana ya kwamba au adhanu yasmauna biha, au masikio watatumia kusikia kwa masikio hayo. Napopataka na kupatafuta ni hapa, fa innaha la ta'mal absaru walakin ta'mal qulubu allati fi sudur. Kwa maana ya kwamba si kinachokusudiwa hapa ni upofu wa haya macho ya kawaida, lakini upofu mbaya sana na ni hatari ni kupofoka upofu wa nyoyo. Upofu wa nyoyo, yani macho yakawa hayaoni, umeumia. Kwa hiyo walakin ta'mal qulubu allati fi sudur, lakini zimepofoka macho ya nyoyo, ndio imepofoka iliyoko katika vifua. Hii aya ni pana sana, sio hatuko katika darasa ya tafsiri ya Qur'ani. Nimetafsiri kwa kadiri ya haja ya kile nilichokuwa nakitaka, lakini aya hiyo ina mafuhumu na tafsiri kubwa sana, na kuna mambo makubwa na mengi, na mijadala pia iko hapo baina ya
maimam zetu kuhusiana akili iko kwenye moyo au akili iko kichwani. Kuna mambo mengi, lakini si darasa yetu ya tafsiri ya Qur'ani, hatuko hapo. Nilichokuwa nataka tu niashirie kwamba upofu uliokuwa unakusudiwa ni upofu wa nyoyo. Ikiwa ni kuona kwa nyoyo, sio kuona kwa macho haya ya kawaida. Haya hayana kazi, kwani kuna vipofu wangapi wamefanya mambo makubwa na ni vipofu wa macho ya kawaida, lakini kumbe ni wanaona kwenye macho yao, kwenye macho ya nyoyo wamefanya mambo makubwa kushinda wenye kuona kwa macho haya ya kawaida. Tunamwomba Allah tujalie macho ya nyoyo na tufanye kazi yake Allah subhanahu wa ta'ala kwa umakini. Asema wal muradu bil ibsari huna alqalbi, kwa maana kilichokuwa kinakusudiwa hapo uonaji wa hapo ni uonaji wa nyoyo. Tunamwomba Allah tupe uonaji wa nyoyo. Kuona kwa nyoyo ndio jambo muhimu zaidi. Akatafsiri Sheikh kwa maana an-nadhru bi'aini al-basira, kutizama kwa macho ya nyoyo. Albasira ni ule utazamaji wa mbali, sio utazamaji wa macho haya. Albasira ni utazamaji wa mbali. Ndio pale Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akatuambia ittaqu firasa almu'min, waheshimuni viongozi wenye imani, fa innahu yanzuru binurillah, kwani hao huyo hutizama kwa nuru ya Allah. Maana yake hawaoni kwa macho haya kawaida, wanaona kwa macho ya nyoyo zao, Mwenyezi Mungu anafungulia. Ilikuwa ndio maana maneno haya. Tutarudi lakini kuchambua kwa maana kwa hatua nyingine katika hali ya kufanya taaliki ya maelezo ya Sheikh kwenye kitabu chake hichi. Akasema neno la pili hapo, mu'jizata. Wal muujiza ni nini? Ni kitu ambacho hakiwezi kuigika, yani mtu hawezi kukileta mfano wa kile, ndio maana muujiza. Yani muujiza ni kitu ambacho hakipo katika hali ya mtu kukiweza kukifanya. Yani amru khariq lil'adat, ni jambo liliovunja kawaida, lioenda kinyume na mazoea ya watu. Ni kitu kigeni kwao, lakini muujiza huu unakuwa umefungamanishwa na kitu kingine. Sheikh anasema makuruna bitahaddi, muujiza unakuwa umefungamanishwa na nini? Na challenge. Bwana kama mnaweza leteni mfano kama huu. Qur'ani imeeleza haya mambo sana, imeeleza sana aya katika aya mbalimbali. Mwenyezi Mungu anawa challenge wale makafiri kwamba nyinyi mabwana, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abidina fa'atu bi suratin min mithlihi wad'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijara uiddat lil kafirin, kwamba wa in kuntum fi raibi, ikiwa bado mmo ndani ya shaka, mimma nazalna, katika kutokana na yale tuliyoyateremsha, mkiwa mna shaka. Kwa sababu kwani Mungu amesema hivi, wa in kuntum fi raibi, kaweka neno raib. Kwa nini? Kwa sababu huku Mungu ametangaza kitabu chake mwanzo kabisa, dhalikal kitabu la raiba fihi. Aliposema alif lam mim, dhalikal kitabu la raiba fihi, hichi ni kitabu au kile ni kitabu, zote ni tafsiri na zina maana zake. Unaweza kusema kile ni kitabu au kasema hichi ni kitabu, na zote zina mafuhumu zake. Dhalikal kitabu. Sasa kwa dunia ya sasa, kwa kuwa walio karibu na kitabu na kukifahamu ni wachache, tutasema tu dhalikal kitabu, kile kitabu, kwa sababu kiko mbali na watu. La raiba fihi, hakina shaka ndani yake. Hapa kidogo pia tutoe faida. Tafsiri tu kama ilivyo dhalika, kwa maana ishara lilbaid, kwamba kile kitabu la raiba fihi, hakina shaka ndani yake, kwa sababu sio kila mtu Qur'ani iko karibu naye. Asilimia wengi Qur'ani iko mbali nayo. Na kama tutatafsiri dhalika bimaana ya hadha, kama wanazuoni walivyosema kwamba dhalika bimaana ya hadha, ikiwa hadha ni kwa maana ni wale ambao ni maalumu wanaoshughulika na kuifanyia kazi Qur'ani, kufuata maamrisho na makatazo, ndio utatafsiri kwa maana dhalika bimaana ya hadha. Lakini wale walio mbali na Qur'ani, hawaifanyii kazi Qur'ani, bado ishara itatumika, kile ni kitabu kiko mbali na wale wasio kifanyia kazi, hakina shaka.
kwa sababu sio kila mtu mwenye kutembea na Qur'ani yuko nayo Qur'ani, sio kweli. Na sio kila mwenye kuhifadhi Qur'ani kwenye moyo wake na kuhifadhi na kuisoma kwamba anaifanyia kazi Qur'ani. Kwa dalili kwenye Qur'ani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuashiria kwa kutueleza sasa katika nakumbuka surati Isra aya ya 9, Mwenyezi Mungu amesema inna hadha alqur'ana. Hapa ametumia sasa hadha, lakini tizama ibara zilizokuja, inna hadha alqur'ana, hakika ya hii Qur'an. Hakusema dhalika tena, inna hadha alqur'ana. Kwa nini imetumika hadha? Yahdi, ili muongoze. Qur'ani inaongoza. Inaongoza vipi? Lazima uifanyie kazi ndio ikuongoze. Inakuongoza katika nini? Lillati hiya ahsanu, katika yaliyo ya lillati hiya aqwam, katika yaliyo ya sawa. Wa yubashiru almu'minina, na hubashiria waumini kheri, alladhina ya'maluna salihati, wale ambao wanaofanya yafaayo, yani wanaofanya matendo mazuri kupitia hii Qur'an, anna lahum ajran kabira. Kuonesha hadha mara nyingi inatumika kwa wale ambao wanaifanyia kazi Qur'an. Kwa hiyo dhalika alkitabu bimaana ya hadha, kwa maana ni kitabu hichi tuko nacho kwa yule mwenye kukifanyia kazi, kafanya maisha yake yote ni Qur'an, kila kitu chake ni Qur'an. Yani Qur'an hadha yuko nayo hapa, akilala anasemea na Qur'an, kila kitu chake Qur'an. Lakini itatumika dhalika alkitabu la raiba fihi, kwa maana ile ni Qur'ani, kile ni kitabu kisichokuwa na shaka, pia kwa maana kwamba watu walio mbali nacho. Waqala rasulu ya rabbi inna qaumi takhadhu hadha alqur'ana mahjura. Mwenyezi Mungu ametuletea aya kwenye Qur'ani, kwenye surati Furqani, kwamba mtume atasema siku ya kiyama, hawa watu wangu hawa walihama Qur'ani, lakini tulikuwa nayo kwenye majumba tunaisomea khitma, tulikuwa nayo tumehifadhi kwenye nafsi zetu, lakini walihama Qur'ani. Walihama vipi? Wamehama mafundisho ya Qur'ani. Kwa hiyo ndio inarudi vile vile kwamba dhalika alkitabu, kilikuwa mbali nao, walikuwa nacho lakini kiko mbali nao, kwa maana matendo katika kuifanyia kazi. Sasa Mwenyezi Mungu pale aliposema wa in kuntum fi raibi min alba'thi, mkiwa na shaka na ufufuo. Wa in kuntum fi raibi, mkiwa na shaka mimma nazalna, katika ile Qur'ani tuliyoiteremsha ala abidina, juu ya mja wetu Muhammad, faatu bi surati mithlihi, emleteni sura mfano wake, sura moja tu, bi suratin, sura moja tu mfano wake. Wadu shuhadaakum min dunillah, na muombe wasaidizi wenu asiokuwa Allah, in kuntum sadiqina, ikiwa nyinyi mnadai ukweli wa hayo mnayoyasema, leteni mfano. Fa in lam taf'alu, ikiwa hamtofanya hivyo sasa, wala taf'alu, na hamtofanya hata dunia paka itapondoka, sababu ni muujiza. Fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijara, fanyeni amali zitazokukengeni, fanyeni amali ambazo zitakuwa ni sababu Mwenyezi Mungu kuepusheni na moto. Allati, moto ambao waquduha an-nas, vichocheo vyake ni watu, wal hijara, na wenye roho ngumu sana, makafiri wale wabobezi. Waiddati lilkafirina, umeandaliwa makafiri. Thumma qasat qulubukum min ba'di dhalika fahiya kalhijara, inakusudia hapo waquduha an-nas wal hijara, kwamba vichocheo vyake ni watu wenye madhambi, lakini wal hijara, na wale waliokuwa na roho ngumu sana, kwa maana watu wabaya zaidi. La, hatuko katika masala ya fasiri Qur'ani, lakini tulikuwa tunaashiria kwamba hawa muujiza ni jambo ambalo amrun khariqu lil'ada, ni jambo liko kinyume na kawaida waliozoea watu, makuruna bitahaddi, liliofungamanishwa na challenge, kwamba leteni mfano wake. Fa idafatuhu lima ba'dahu bayaniya, kule kuegemezwa kwake kwa kilichokuja baadaye ni kwa ajili ya bainifu. Idh, kwa vile almuradu bihi, kwa sababu muradi
kwa Qur'ani hiyo, neno hilo muujiza, kwa maana kwamba an-nadhmul al-mu'jiz, kwamba ni mfumo wa kitabu tulichonacho kwenye mikono yetu hii Qur'ani, mfumo usioweza kuigika, namna ilivyoshuka Qur'ani na utaratibu wake, mpangilio wake. Wa in kana, japo imekuwa Qur'ani hii yutlaqu, yani hutamkwa ama hutumiwa bilishtiraki lafdhi, kwa tamko ambalo linaoshirikisha maana zaidi ya moja, kwa maana kwamba tunaita nadhmul mujaz, au tunaweza kusema ala sifatul qadima aidha, yani sifa, maneno ya Qur'ani ni sifa ya kale, ya tangu, kwa sababu ni maneno ya Allah. Fal idafati qarinatu muayyana, kwa ile kuungia ni karina yenye kuainisha. Akaja akasema tena, wa qauluhu bisat'il burhan, kwamba kwa kuenea zile hoja na kudhihiri dalili, min idafati sifati lilmawsufi, inatokana na kuiegemezea sifa kwa chenye kusifiwa. Asili ya maneno ilikuwa alburhanu sat', lakini hapa tumesema nini? Bisat'il alburhan, kama ilivyokuja katika ubeti wetu, shairi yetu tunayoifafanua saizi hapa. Ai adh-dhahir, bimaana iliyo wazi. Walburhanu, na tunaposema dalili, walburhanu al-aqili, tunaposema burhan, dalili za kiakili. Hapa sasa tutakuja kuelezea zaidi, kwa sababu mzee kaingia katika masuala ya ilmu al-mantiq, kwa kina kidogo inahitaji ufafanuzi wa kina. Wakati tunarudi hatua ya pili, tutakuja kuelezea kwa makini. Kaizama sana katika ilmu al-mantiq, na inshallah Mwenyezi Mungu atujalie tutakuja kuisoma ilmu al-mantiq katika darasa zetu hapa muda sio mrefu, baada ya kumaliza vitabu hivi ambavyo vya lugha tunavyoenda navyo. Anasema qiyasu murakkabu, ni kiasi, yani tunaposema burhanul aqili, dalili za kiakili, ilmu ya mantiki kule kwenye upande wa mantiki tunasema qiyasu murakkabu min qadaya yaqiniya, kwamba ni kiasi ambayo inakuwa imebeba qadaya ya kiyakini. Nini maneno haya? Utakuja kuyafahamu muda sio mrefu, tunayarudia. Wal muradu bihi huna, na muradi neno hilo hapa, ma ya ummu naqili, ni kile ambacho kinachokusanya pia na dalili la aqili. Kwa kuna burhanu la aqili na kuna burhanu naqili, zote tutakuja kubainisha kwa makini. Wala shaka, wala hakuna shaka, anna kauna alqur'ani, kwamba kuwa Qur'ani min kalami llahi ta'ala, ni inatokana na maneno ya Mwenyezi Mungu mtukufu. Annashi'u, chanzo chake chenye kuanzishwa maneno hayo, anil ijaz, ni kutokana na kutokuigika. Almafhumi, Qur'ani hiyo iliyofahamika, min kalimati mu'jiza, iliyotokana na neno muujiza. Bimaana Qur'ani hiyo thabitu, imethibiti, bil burhanaini, kupitia dalili mbili, hoja mbili. Tumesema kuna burhanul aqili na kuna burhanun naqili, kwa maana tunasema dalilul aqili au dalilun naqili, zote maana zake, au adillatul aqili au adillatun naqili. Sasa hapa Sheikh anataka kueleza, lakini tutakurudi kuchambua kama nilivyosema, kama kawaida yetu. Fa amma al-awwal, ama dalili ya kwanza ambayo tunasema ni burhanul aqili au dalilul aqili, fa qawluna, ni kauli yetu. Sheikh anasema hadha kalamu mu'jiz, ni pale tunaposema hadha kalamu mu'jiz, na kuomba uzingatie hivi hivi katika upande tunaporudia, ili uelewe. Hadha kalamu mu'jiz, haya maneno ni muujiza, kwa maana kwamba hayaigiki, hamna mtu aweza kuleta mfano wake. Wa kullu mu'jizi, na kila ambalo ni muujiza, hii inaitwa ni muqaddimatul ula. Haya maneno hadha kalam mu'jiz, katika ilmu kule al-mantiq inaitwa muqaddimatul ula. Wa kullu mu'jiz, na kila muujiza, laysa min ta'lifil makhluqi, yani laysa min kalami makhluqi, kila ambalo ni muujiza haitokani na utungo au maneno
ya kiumbe. Hii inakuwa ni mukaddimatu thani, utangulizi wa pili, lakini katika ilmu al-mantiq. Sasa tumeshapata muqaddimatu al-ula, muqaddimatu thani, yani hadha kalamu mu'jiz, muqaddimatu al-ula, wa kullu mu'jiz laysa min ta'lif al-makhluq. Hii ni muqaddimatu thani. Kwa tumepata muqaddimatain, utangulizi mbili. Yantuju hadha al-kalam, yani haya maneno yanazalisha faida, laysa min ta'lif al-makhluq, kwamba maneno haya hayatokani na utungo wa viumbe, fayakunu min ta'lif al-khaliq. Kwa hiyo yanakuwa ya maneno tokana na ye mwenyewe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa ndio inakuwa na tija yake. Ndio aliposema qiyasu murakkabu min qadaya yaqiniya, lakini hiyo isikusumbue, tunakuja kurudia kwa ufafanuzi mzuri. Idh, kwa vile la wasita, hakuna wasta kuingia kati, ni yeye Mwenyezi Mungu tu mwenyewe. Wa amma thani, ama dalili ya pili ambayo ni dalili naqli, wa in tarattaba, ikiwa itapangika na kufungamanika ala al-awwal, na ile ya dalili ya kwanza ambayo ni dalili burhanul aqli au dalili aqli, tunasema ala al-awwal ambayo ya kwanza. Fa qawluhu ta'ala, ni kauli yake Mwenyezi Mungu aliposema ulila inijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadha al-Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum ba'dhin dhahira, kwamba hata kama watapatana na kukusanyika watu na majini kwa nguvu na uwezo na maarifa na kila kitu, walete mfano wa hii Qur'ani, hawatoweza. Sasa hapo Sheikh ndo amemaliza ubeti wetu, somo letu la leo hapa. Sasa ninarudi kufanya uchambuzi inshallah. Tumeona hapo fa absaru, hiyo fa'u tumeiona, tumeeleza, lakini tunaeleza tena kwa mara nyingine. Fa absaru mu'jizata al-Qur'ani, ubeti wetu umeanza hivyo kwamba basi wakaona, hatimaye wakaona muujiza wa Qur'an, wadhiha, kwa hali ya wazi, bisata al-burhani, kwa kupitia hoja za wazi. Al-fa'u, hiyo fe wataalamu wanasema ni fa'u tafri'iyya, ni fa'u tafri'iyya. Ndio nini maana yake? Anasema yani hadha far'u, yani hii fa'u kuonesha hizo ibara zinazokuja hapo zinazofuatia ni tawi, far'u ni tawi amma qablahu, kwa yale yaliokuwa kabla yake, yalio nyuma huko kabla ya hapo. Yani kabla hii ibara hiyo inaonesha kwamba inashikamana na yale yaliokuja nyuma, yalioanza nyuma. Yani yalioanza nyuma ni yapi? Tulisema hivi mwanzo tulivyoanza katika himdi, Sheikh alisema alhamdulillahil badi'il hadi, ndio maana ya fa'u tafri'iyya, yani hadha far'u amma qablahu, yani hii ni tawi kwa yale yaliyokuwa kabla yake. Haya maelezo haya, kwa maana huko mwanzo kulianza hivi alhamdulillah, yani sifa zote njema zinarejeshwa kwake Allah. Albadii tulifasiri ya maneno katika somo lililopita, mwanzilishi wa uumbaji, na tukaleta ufafanuzi badi'u samawati wal ardhi, kirudi utaipata somo hili. Alhadi, muongozaji, na tukaeleza alhadi ni nini. Kuna hidayatu tawfiqi na hidayatu irshadi, tukaeleza. Ila bayani mahaya'ir rashad, kwenda katika ubainifu wa njia ya sawa, zote hizi tulibainisha. Tukasema ubeti ule ufuatia amadda arbaba nuha, bimaana a'ta ashab al-uqul, Allahu Ta'ala a'ta ashab al-uqul, kwamba Mwenyezi Mungu amewapa watu wenye akili. Yani amadda arbaba nuha, Mwenyezi Mungu akawapa ametoa kuwapa watu wenye akili. Warasama, na ubeti wa ule wa pili ulifuatia tukabainisha neno warasmu ni nini. Warasama maana Mungu akathibitisha, akaweka shamsal bayani, maneno ya tulibainisha shamsal bayani. Kwa nini kwa nini imekuwa hivyo? Rudi somo la nyuma, shamsal bayani, kwa nini imekuwa shamsal bayani? Akaweka jua la ubainifu, maneno haya yote tumeshasoma huko. Fi suduri ulama, katika vifua vya wanazuoni. Ule ubeti wetu wa pili ukawa umekomea hapa. Sasa tayib, sasa madha hadatha baada ma bayyana Allahu Ta'ala,
البيان في قلوب العلماء بعدما نور الله قلوبهم. ما نتيجة؟ يعني ماذا حدث؟ نكيبي kimechotokea baada ma bayyana Allah Ta'ala albayana, baada kwa Mwenyezi Mungu ameshabainisha ubainifu fi qulubil ulama, katika nyoyo za wanazuoni, kama ubeti ulivyosema, baada ma nawwara Allah Ta'ala qulubahum, baada kwa Mwenyezi Mungu tayari ameshabainisha nyoyo zao, ameshaweka nuru katika nyoyo zao. Ma natija, ni ipi faida ya tukio hilo? Yani natija yake nini? Yani faida yake, matukio yake ni nini baada ya hayo Mwenyezi Mungu kuyafanya katika nyoyo zao, kungarisha, kuweka jua la bayana? Ndio faabiswaru, ndio ile tunasema fa'u tafri'iyya, yani hadha faru amma qabla. Faabiswaru, hatimaye wakaona muujizat alquran, muujiza Qur'ani. Fa hadha faru amma qablahu, basi hii sasa inakuwa ni tawi kwa yale yaliyo tangulia kabla ya ibara hii. Ndio maana hiyo fa ukukaa hapo. Sasa hatimaye fa abiswaru, wakaona muujiza al-Qur'an kwa baada hayo yaliyotangulia huko nyuma. Kwa hiyo ni fa ya kuonesha tawi la yaliyo nyuma huko. Wa hiya allati tadullu ala adati shart, na hiyo ndio inayotujulisha kwamba kuna adati sharti pale muqaddara, iliyokadiriwa, au ala sual, au inaweza kuwa ni swali muqaddar iliyokadiriwa pale. Yani baada, yani tutakadiria vipi? In amadda Allahu Ta'ala, ikiwa Mwenyezi Mungu atawapa fa absaru, basi ndio wakaona muujiza al-Qur'an wadihatan bisati al-burhan. Kwa kuna adati sharti pale iliyokadiriwa. Unaona bana, kwa kwamba ikiwa Mungu atawapa, basi jamaa lazima waone, kwa sababu wamepewa nuru ya kuiona Qur'ani. Kwa sababu kuna watu hawakupewa nuru katika zama za mtume, wala hawakupewa nuru ya kumjua mtume mpaka wamekufa mtume naye kaondoka duniani, hawakupata kumjua mtume wala hawakuiona Qur'ani, kwa sababu Mungu hakuwapa hidayah. Sasa tuko hapa katika masuala ya ilmu ya Qur'ani. Kuna vitu ambavyo ili ujue Qur'ani lazima usome zile ala, zile fani, ili upate kufahamu kinachoendelea katika Qur'ani na Sunna na maneno mengineyo. Kwa walfa'u tafri'iyya, kwa ile fa ni fa'u tafri'iyya. Walmuradu bil absari huna, kama tulivyosema, muradi wa kuona katika ibara hizi an-nadhru bi'aini al-basira, vile vile ni kuona kwa macho ya nyoyo. Nahnu huna la nuridu bil absari al-aini, sisi hatukusudi kuona kwa macho haya ya kawaida, tunakusudia kuona kwa macho ya kwenye moyo. Wal mu'jizatun, na tunapoelezea muujiza kama tulivyosema mwanzo, amru khariqu lil ada, yani mukhalifu litabia, ni jambo linalokhalifu ada mazingira ya watu waliozoea kawaida, imeenda kinyume na tabia. Maqrunu bitahaddi, kama tulivyosema kwamba muujiza ni jambo ambalo limefungamanishwa na challenge, yani muqtarinu bitahaddi, limefungamanishwa na challenge. Yani kama kwamba man minkum yastati'u an yaf'ala mithla hadha, ni nani katika nyinyi anaweza kuleta mfano wa hichi kitu hapa? Hakuna mtu. Sasa hapo tusamba muujiza, ndio inaitwa muujiza. Ndio inaitwa nini? Muujiza. Kwa kama tulivyosema pia, fa idafatuhu, kuliunganisha, kuliogemezea neno hilo, lima baadahu, kwa kile kilichokuja baada yake, bayaniya, ni kwa ajili ya ubainifu. Almu'jizati allati hiya alquran, muujiza ambao ndio hiyo Qur'ani, ikaja kwenye Qur'ani, imegezewa kwa neno Qur'an. Almu'jizati allati hiya alquran.
ndio Qur'ani yenyewe tunayokusudia hapa. Kusema muujiza bimaana al-Qur'an, muujizatul Qur'an. Idh almuradu bihi nadhmul mu'jaz, kama vile Sheikh alivyosema, kwani kinachokusudiwa pale ni ile nadhmul mu'jaz, ni mfumo ule usiweza kuigika. Na tukaeleza wa in kana yutlaqu bil ishtiraki lafdhi, japo imekuwa neno hili linatumika kwa lafdhi ishtirak, kuna yale matamshi yanakuwa yanashirikisha maana zaidi ya moja, kwa hiyo ni ishtiraki lafdhi, kwa maana kwamba hapo ni nadhmul al-mu'jaz, kwa maana ni kitabu tuko nacho kimeteremshwa kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa mfumo huu, lakini hapo tunatumia ala sifatul qadima aidha, kwamba ni sifa za kale, yani maneno ya tangu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa fa idhafatuhu, kuliongea ile neno hilo kulegemeza hapo qarinatu muayyana, muayyinata ni qarina ambayo yakuja kuliainisha tu. Kwa tukisema Qur'ani lahu maana yani Qur'ani inakuwa ina maana mbili: an-nadhmul mu'jaz, mfumo ambao usiweza kuigika, yani kitabullahi munazzal ala Muhammad, kama tulivyoona kwenye Qur'an, wa in kuntum fi raibi mimma nazzalna ala abidina fa'atu bi surati min mithlihi, kitabullahi munazzal ala Muhammad. Wa ala sifatul qadima, na maana ya pili ni sifa ya kale. Waqad nastamilu kalimata al-Qur'an, na tunalitumia pia neno hili Qur'an kwa jumla ala kalami llahi umuma, juu ya maneno ya Mwenyezi Mungu yote kwa ujumla wake. Tukiendelea bisat'i al-burhan min idafati sifatu lilmawsufi, kama tulivyoashiria mwanzo, katika kuyegemezea sifa kwa kiene kusifiwa, yani aksul kalam, yani maneno yamekuja kinyume. Yani asili ni kusema al-burhanu sati'. Nadhani ukisoma kurudi katika masomo ya nyuma ukiwa unafuatilia vizuri utaelewa vizuri. Ai adh-dhahir, al-burhanu huwa dalilu, burhani maana yake ni dalili. Kwa hapa ni nini? Wataqaddama sifa ala mawsufi fa udhifat lahu, kwa imetangulia sifa kabla ya kiene kusifiwa ikaungiwa katika sehemu hiyo. Kwa tunaposema al-burhanu al-aqili, sasa pale kule ni kuambia uwe makini. Sasa tulifika hapa kwa sababu mzee kaingiza masuala ya ilmu al-mantiq. Tunaposema al-burhanu al-aqili, dalili za kiakili, kiasu tumesema ni kipimo murakkab, nielewe vizuri, murakkab min qadaya yaqiniya, ni kipimo ambacho kinachokuwa kimebeba kutokana na kadhia ya kiyaqini. Haya ni maneno ya watu wa mantiq. Inda ahli al-kalam, mbele ya watu wa ilmu al-mantiq, tunapoelezea masala haya na tulazimisha tuingie kidogo tuiguse ilmu ya mantiq. Wenyewe wanasema inna adillata aqliya, kwamba hakika dalili za kiakili, taatamidu, hutegemea ala muqaddimataini, yani vitangulizi viwili, na nitakupa mifano ya kiakili utaelewa vizuri. Sasa dalili za kiakili huwa inategemea tangulizi mbili, yani vyenye kutanguliwa viwe viwili. Wayamtuju, alafu inazalisha an hataini, kutoka katika hizi vitangulizi viwili, an hataini muqaddimataini, kutoka katika hivi vitangulizi viwili natija, ndio inazaa matokeo. Wa kullama kanat almuqaddimatani au almuqaddimataini, kila inapokuwa vile vitangulizi viwili qawiyatani, ni vyenye nguvu, kanat natija qawiya, natija itakuwa ni nzuri, matokeo yatakuwa ni mazuri. Wa kullama dha'ufat muqaddimatani au muqaddimataini, kila inapodhoofika, inakuwa dhaifu ile utangulizi miwili, dha'ufat natija, matokeo yake yatakuwa pia yamedhoofika. Hapa nikupe taratibu mifano uelewe, kwa sababu ndio somo langu nalimalizia hapa. Kwa maana ya kwamba mfano, una maji na una unga, una maji na una unga. Unga ukiwa umeoza, unataka kupika ugali, na maji yale ambayo unapika ugali ukayaweka jikoni lakini hakuchemka vizuri, ina maana hapa tuna mukaddima wa kwanza ni unga umeoza, tuna mukaddima wa pili ni maji umeweka jikoni lakini hajachemka vizuri, afu unapika ugali. Natija yake ni ugali kutoka mbaya, kwa maana ugali utakuwa hujaiva,
alafu ule ugali hautokuwa mzuri, kwa sababu vitangulizi hivi viwili vimeutangulia ili kuzalisha natija ule ugali, tayari unga na maji vilikuwa haviko sawa. Matokeo ya ugali utakuwa hauliki, utakuwa ni ugali mbaya, hujaiva. Utakuwa umeelewa hapo. Lakini nakupa tena mfano huo, narudia. Ukiwa unga ni mzuri na maji yakachemka vizuri, ukapika ugali, ukachanganya unga kwenye maji yale, ukapika vizuri, kitachotokea natija yake ni kutokea ugali mzuri. Kwa maana kwamba ili kutokea ugali mzuri ni matokeo ya vitangulizi viwili ambao ni maji na unga vilikuwa viko sawa. Na kutoa hapo tena, hapo tunaenda katika kuhusiana na wazazi wawili. Baba mama wakiwa ni wazuri, hizi tayari ni mukaddima mbili imara, zitazaa watoto wazuri. Yani hawa wazazi watazaa familia iliyo imara. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katupa mfano katika hilo katika Qur'an, ya kwamba Maryam, nachukua haraka kwa ufupi. Maryam alipokuja na mtoto wake amembeba, faatat bihi qaumaha tahmiluhu. Maryam alipokuja na mtoto amembeba, qalu, jamii yote ilisema, ya Maryam, Maryam wewe, laqad ji'ti shay'an fariya, umekuja na kitu cha uzushi kibaya, yani kitu ambacho hakijazoeleka katika jamii, katika familia yenu. Ya ukhta Haruna, ma kana abuki imra'a sawin wa ma kanat ummuki baghiya, baba yako mama yako sisi tunamjua, walikuwa ni watu wazuri, wala sio malaya wala makahaba wala watu wabaya wazazi wako. Imekuwaje utuletee mtoto asiokuwa na baba? Kwa nini maneno haya yaliwashtua? Yani Maryam kuja na mtoto, kwa nini watu jamii ilishtuka? Kwa sababu sio asili ya wazazi wake. Kwa sababu mzee Imrani na mkewe Hanna walikuwa ni waja wema. Ukisoma kwenye sura ya Imrani utaona namna wema wa wazazi. Sasa kwa kuwa Maryam kaja kuleta kitu ambacho sio sawa kwa jamii ile ilivyokuwa, watu walishtuka. Ndio sasa faasharati ilai, jamani, akawashiria, ongeane naye, muongee na mtoto. Qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabia, kutoa ile tuhuma na ile sifa na ile hali kwamba jamani, bado mimi sijaharibika. Nini kusudio? Ni kwamba mikadima miwili, vitangulizi viwili vikiwa vizuri, vitazaa kilicho kizuri. Ni mara chache sana vitangulizi vizuri vikazaa mtoto mbaya. Inawezekana, lakini sio kawaida, ni shadh. Na mara nyingi watu vitangulizi vikiwa vibaya, kama tulivyoona katika picha ya akili ya mambo ya ugali, hapo nimeashiria mambo ya ugali. Vitangulizi viwili vikiwa vibaya, ikiwa baba mama ni mbaya, kitazalika kitu kibaya tu. Walbaladun tayyiba yakhruju nabatuhu biidhni rabbi walladhi khabutha la yakhruju illa nakida. Qur'an ishamaliza. Kwa hiyo na wazazi wakiwa wabaya, tarajia atazaliwa mtoto mbaya. Qur'an imesema katika sura Nuh, la yalidu illa fajiran kafara. Mtoto atazaliwa ni Muislam, lakini kwa makuzi ya wale wazazi, lakini ataendelea kuwa katika ubaya ule ule wazazi wake. Ndio ilivyo. Ni mara chache wazazi wabaya wazae mtoto mzuri. Inaweza kutokea, lakini ni shadh, sio jambo la kawaida. Sheikh alichokuwa anataka kutuambia katika elimu hii hapa, ni kwamba qiyasu, yani burhanul aqili, dalili ya kiakili. Maana qiyasu murakkabu min qadaya yaqiniya, ni murakabu inayotokana na vitu yaqini. Ikiwa wazazi ni madhubuti, watatoa mtoto madhubuti. Walimu wakiwa ni madhubuti, watazalisha wanafunzi madhubuti. Shekhe ukiwa ni hoihahe, na wanafunzi wako watakuwa wajanja hivyo hivyo. Yani kila kimoja kinategemea na utangulizi wake imeanzaje. Kwa hiyo hapa mwenyewe utasafirisha, nimesha kufungulia njia, utapimia hapo. Ndio maana ya maneno hayo, inshallah. Na hapo ndio nakoma. Mfano useme Muhammadu Talib, huu ni mukaddima wa kwanza.
hadhi muqaddimatu alula. Ukasema mukaddima wa pili, wa kullu talib mujtahid, na kila mwanafunzi mwenye kujitahidi. Hii inakuwa ni mukaddima wa pili, natija yake itakuwa nini? Muhammad mujtahid. Muhammad ni mujtahid, kwa hiyo itakuwa natija ni hiyo. Tusamma hadhihi natija jaa min muqaddimatayn, umekuja kutokana na zile mukaddima mbili. Muhammad talib, mukaddima wa kwanza, wa kullu talib mujtahid, na kila mwanafunzi mwenye kujitahidi. Kitachotokea na Muhammad ni mujtahid kwa sababu ni katika wale wanafunzi wenye kujitahidi. Kwa insha Allah tunamwomba Mungu atupe tawfik. Pale watu wa kuelewa basi mtaniuliza insha Allah.